Dunia bila wanadamu. Kisha nikaona malaika mmoja amesimama katika jua, akalia kwa sauti kuu, akawaambia ndege wote warukao katikati ya mbingu, njooni mkakutane kwa karamu ya Mungu iliyo kuu, mpate kula nyama ya wafalme na nyama ya majemadari na nyama ya watu hodari na nyama ya farasi na ya watu wa wapandao na nyama ya watu wote, waungwana kwa watumwa, wadogo kwa wakubwa. Ufunuo 19 fungu la 17 hadi 18. Kuna karamu mbili zinazoonekana katika Biblia. Moja ni kwa washindi mbinguni na ya pili ni ya waovu, waliomkataa Mungu na sheria zake na ushuhuda wake. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Zaburi 34 fungu la 16. Dunia hii ambayo wanadamu wanaonywa kila siku itaangamizwa. Siku moja inayojulikana na Bwana itakuwa majonzi kwa wengi. Tayari Bwana ametangaza, nitavikomesha kabisa vitu vyote visionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Nitamkomesha mwanadamu na mnyama, nitakomesha ndege wa angani na samaki wa baharini na hayo makwazo pamoja na wabaya. Nami nitamkatilia mbali mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Sefania 1 fungu la 2 hadi 3. Hili ndilo onyo la mwisho kwa dunia yenye dhambi. Onyo la kwanza lilitimizwa wakati wa Nuhu na la pili litatimizwa wakati wetu. Baada ya watakatifu kuondolewa duniani, watakaosalia, Biblia husema, na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aketie juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Ufunuo 19 fungu la 21. Mwisho wake nabii wa Mungu Yeremia akasema, naliangalia nchi na tazama, ilikuwa ukiwa, haina watu. Naliziangalia mbingu, nazo zilikuwa hazina nuru. Naliangalia milima, na tazama, ilitetemeka, na milima yote ilisongea huko na huko. Nikaangalia, na tazama, hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Nikaangalia, na tazama, shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana na mbele ya hasira yake kali. Maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa, lakini sitaikomesha kabisa. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na mbingu zitakuwa nyeusi, kwa sababu mimi nimeyanena haya na kuyakusudia, wala sikujuta, wala mimi sitarudi nyuma niyaache. Yeremia 4 fungu la 23 hadi 28. Wakati wote itakapokuwa na ukiwa, itapumzika. Ni hiyo mapumziko ambayo haikuwa nayo katika sabato zenu hapo mlipokaa katika nchi hiyo. Walawi 26 fungu la 35.